na tunafungua hapo Yohana Mtakatifu 6. Verse 26. Yohana Mtakatifu, John 6:26. Tutaenda kwa haraka. Tafadhali soma. Nake Yesu akimacokeria akiuga, ndamwĩra atĩrĩ, o mama mũtikũnjaragia nĩ ũndũ mũronire ciama, mũkũnjaragia nĩ ũndũ mũrarĩire mĩgate mũrahũna. Tigagai gũtungatĩra irio iria ithiraga, tungatagĩrai irio iria cikaraga nginya muoyo wa tene, ciĩkĩraga nginya muoyo wa tene na tene, iria mũrũ wa mũndũ akamũhe, amu nĩwe mwĩkĩre mũhũri nĩ ithe Ngai. Nao magĩkĩmũũria atĩrĩ, twĩkage atĩa nĩguo tũtuĩke nĩ mawĩra ma Ngai tũraruta? Nake Jesũ agĩgĩcokia akĩmeera, wĩra wa Ngai nĩ rĩrĩ, nĩ mwĩhoke ũrĩa areketie. Magĩkĩmũũria atĩrĩ, wee-rĩ, kĩmenyithia gĩkĩrĩ kĩrĩkũ ũrutaga nĩguo tuone tũgwĩtĩkie? Nĩ ũndũ ũrĩkũ wĩkaga? Maithe maitũ ma tene marĩaga irio iria cietagwo mana me werũ-inĩ, o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩ amaheire mũgate umĩte igũrũ marĩe. Nake Jesũ agĩkĩmeera, ndamwĩra atĩrĩ, o mama ti Musa wamũheire mũgate umĩte igũrũ, no nĩ awa mũmũhei mũgate umĩte igũrũ ũrĩa wa ma. Amu rĩ, mũgate wa Ngai no ũrĩa ũikũrũkaga umĩte igũrũ, ũgekagĩra kĩrĩndĩ gĩa thĩ muoyo. Nao magĩkĩmwĩra mũthuri ũyũ, tũheage mũgate ũcio o hingo ciothe. Nake Jesũ akĩmeera atĩrĩ, nĩ niĩ mũgate wa muoyo, mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndakahũta, na mũndũ wĩhokete niĩ ndarĩ hingo akanyota. Na nĩ ndamwĩrire atĩ, kũnyona mũnyonete na mũtiĩtĩkie. Arĩa othe ithe witũ ahete no magoka kũrĩ niĩ, na mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndingĩmũingata ona atĩa. Amu rĩ, ndiumĩte igũrũ ngoka gwĩka ũrĩa ngwenda niĩ mwene, no ũrĩa ekwenda ũrĩa wandekirie. Na ũrĩa ekwenda ũcio wandekirie nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ arĩa othe ahete ndigate ona ũmwe, no ndĩmariũkie mũthenya wa kũrigĩrĩria. Amu ũrĩa awa ekwenda nĩ atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrorete Mũriũ na akamwĩhoka agĩe na muoyo wa tene na tene, na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Amen. Fikisha. Soma kwa Bwana. Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mkate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia,
Hii ndiyo kazi ya Mungu, muaminini yeye aliyemtuma na yeye. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi, ili tuione tukuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa nyinyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamuamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba kila wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni mambo ya ajabu mno kuangalia au kusoma neno hili, kwa ajili tunayo matumaini. Bwana asifiwe. Tunayo matumaini ndani yetu ya kwamba hatuko tu hapa bure, dada na ndugu, tuko hapa tukijua kwamba kuna uzima wa milele na milele ambao Yesu Kristo ametuwekea. Yesu alijibu hawa kwa ajili, tunakumbuka kwamba ukiangalia vile Yesu alikuwa kitenda, walikuwa na mngojea upande mwingine, naye hapanda merikebu na wanafunzi wake. Bwana asifiwe. Hatutaenda huko juu tusikie vile walivyokuwa kikaa. Bwana asifiwe. Lakini tunaongea kwamba vile Yesu aliwajibu watu hawa. Yesu akawajibu akasema, amin, amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara. Bwana asifiwe. Bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Bwana asifiwe. Na ni masikitiko kweli, dada na ndugu, tunapoangalia eti wacha tuwapatie ufunuo juu ya hili jambo. Bwana asifiwe. Kwa dakika hii, wakati Yesu alipokuwa akiwaambia amin, amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Bwana asifiwe. Tusimtafute Mungu tu kwa sababu ya tumbo zetu. Bwana asifiwe. Tusimtafute Mungu tu kwa sababu kazi yangu imeharibika. Tusitafute Mungu kwa sababu sasa sina lingine la kufanya. Bwana asifiwe kanisa. Wacha tumtafute kwa ajili ya jambo lingine, lakini silo la pesa. Bwana asifiwe. Silo la pesa. Tafuta ufalme wake kwanza. Amen. Tafuta ufalme wake kwanza, na mengine yote yatakufuata. Bwana asifiwe. Maandiko kuna mahali imetuambia hivi, eti anajua tunahitaji hivi vitu vya dunia. Amen. Na ni lazima tuwe navyo, na hata akitaka tule na tunywe bila vitu vya dunia atatenda. Bwana asifiwe. Hiyo ni kazi yake. Hawa walikuja wakajua kwamba walimtafuta kwa sababu ya kale ka samaki alikula na ile mikate. Bwana asifiwe. Wanataka si ishara, wanataka shibe. Wanataka shibe tu. Wakisha shiba hakika wanamwananga na wanaenda kwingineko. Bwana asifiwe. Lakini wanamfuata, lakini yeye Yesu rohoni anajua kweli kweli mawazo yao na fikira zao ni kitu gani. Bwana asifiwe. Hapa akawajibu na akawaambia hivi, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, mikate na samaki.
For how long can you keep it? Utaweka muda gani? Na hata maana ile ilishuka kutoka mbinguni. Watu waliambiwa wasijiwekee. Bwana asifiwe. Walioweka ilioza. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale walijiwekea mwaka kwa mingi katika madebe ati ndio walijipata hata kama liokota na debe kipimo hata ukiwa umejaa kilitoka kile. Bwana asifiwe. Kile kidogo. Hakuna kujiwekea. Angalia mambo ya Mungu. Kusawazisha. Bwana asifiwe. Na kingine kilioza. Msikitende kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Don't look, usiende kutafuta mambo yako mahala pengine. Usiende kutafuta vitu ambavyo ni vya kuoza. Wacha kwenda kukaangalia uliambiwa hapa. Bwana asifiwe. Hataweza kwenda kule kwa huyo mtu unaambiwa, huyo mganga, huyo mchawi, utoke hapo kwa butu. Hata utoke hapo kwa na mambo mabaya zaidi kuliko yale sasa uko nayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo ni chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Yeye ndio anointed, yeye ndio appointed. Bwana asifiwe. Yeye ndio mtaua wa Mungu. Eti yoyote yule amfuataye hataona mabaya kamwe, hataona kifo kamwe, hata Musa hiyo grave. Bwana asifiwe. Bali atakuwa na uzima wa milele na milele. Haleluya. Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna wakati mmoja alinijia na akawa kuniambia, wewe ndiwe wa kuombewa na huyu au ni wewe umuombee? Eti mimi nilijiona kweli ni duni. Bwana asifiwe. Kulingana na vile sifa za mtu fulani alikuwa amepewa na tumepokezwa mimi na Joyce, ati huyo mtu akifanya hivi na hivi mambo inakuwa mazuri. Bwana asifiwe kanisa. Lakini kumbe Bwana alikuja usiku na kuniambia, huyu ni wa kuombea au wewe ndio umuombee? Haleluya. Hata nilipokutana na huyo mtu the following day, Bwana asifiwe, nilimwangalia hivi ngajua wewe hakuna kitu. Amen. Mimi ndio wa kumuombea, si aniombee. Bwana asifiwe. So you have power and authority ndani yako. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Na kweli vivyo hivyo ndivyo ilivyofanyika. Nasi mimi na Joyce tulipelekwa huko na dada yake mmoja ati atawafundisha kazi hiyo ambayo imefungika. Kumbe ni mtu duni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chakula kile tulikuwa tunaenda kutafuta ni chakula kwa mwanadamu. Haleluya. Lakini yeye yule mwanadamu hana chakula chochote, maana kile na chake kilichoko ndani yake ni cha kuoza, ni cha kuisha. Bwana asifiwe. Lakini uaminipo mwana wa Mungu, mwana Adamu, Bwana asifiwe, atawapa, kwa sababu huyo ndiye alitiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Si baba hapa duniani, yeye ndiye ametiwa muhuri. Haleluya. Aliniambia hivi, let us go my son. Akaniwekelea mkono wake wa kulia mabegani mwangu, akaniambia let us go my son, ondoka hapa. Bwana asifiwe. Na tukaondoka na yeye akiniongoza. Asubuhi yake nilimwambia my wife Joyce, nikamwambia dadangu mwenda zake Pauline, na nikamwambia sister yake huyu, hebu kujeni kwangu niwapatie habari njema. Bwana asifiwe. Na nilipowapatia habari njema wote walitoka kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Manake kile nimefunzwa ni cha maana zaidi, ni cha uzima wa milele na milele. Haleluya. Ule ni wa kuangamiza tu. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hivyo tunapotazama Yesu Kristo, yeye yule ketie aliye ndani yetu, unasema hapo ndani yako nawe ndani yake, naye kwa Mungu Baba, ana jambo ambalo haliwezi kuondolewa. Bwana asifiwe. Hata walikuwa na regret, kwa nini hata tulisulubisha huyu? Kwa sababu hata sasa ndio ako na nguvu zaidi kuliko pale awali. Bwana asifiwe. Hiyo damu yake Yesu Kristo ilipotiririka ilimfanya akapanda akaingia mahali pa watakatifu wa watakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na sasa amekaa kumbe katika kiti cha enzi cha Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kutoka zamani mwana alikuwepo. Kutoka hata kama ulimwengu hujaumbwa, mwana alikuwepo na aliketi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ndio hekima, yeye ndio ufahamu, na yeye ndio maarifa. Bwana asifiwe. Just knock, wewe ndio ubishe akupe. Muulize na atakupatia. Sisemi kitu ambacho sioni,
Sisemi kitu ambacho sijafanya, ni kitu ambacho nimekitenda. Bwana asifiwe. Nalipokuwa sijui, sielewi, nilikuwa taabani. Bwana asifiwe. Lakini nilipojua kwenda kwake, nikajua sio mtu ni yeye atakupatia, sio mtu kwa sababu mtu atakugairi, sio mtu manake yule mtu atakusema sema. Bwana asifiwe. Lakini yeye hakusemi. Haleluya. Hasemi story zako. When your enemies speak, talk about you. Wamekaa mahali wanazungumza kukuhusu, Mungu ananena. Bwana asifiwe. Wakati watu wamekaa mahali wananong'onezana juu yako, angalia huyu, angalia yule, angalia. Bwana asifiwe. Mungu haongei kama wanadamu. Bwana asifiwe. Anasema stop. Bwana asifiwe kabisa. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Wakati wanakukimbiza watu, yeye kuchukua na kuambata mikononi mwake. Wakati watu wamekutupa dada na ndugu, yeye huja na kuchukua hajali chako wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu anasema nini? Tukisoma. Haleluya. Basi akawaambia tufanyeje ili tupate kuzitenga kazi. Ule aliyetoa na muhuri ni yeye Kristo Yesu. Basi wakamwambia tufanyeje ili tupate kuzitenga kazi za Mungu? Tutafanya nini? Sio kwenda mbali zaidi, sio kwenda milima na mabonde, sio kwenda kupiga kule mapangoni, sio wanadamu wenzako, dada na ndugu. Haleluya. Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi. Bwana asifiwe. Wewe unaamini tu leo, kesho umevunjika, imani yako imeenda chini. Unaamini tena kesho, mambo yako inazidi kuwa mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha niongee jambo moja, dada na ndugu. Kuna wakati ukiketi, yes, mimi ni mwanadamu kama wewe. Sikufahamu, sikuelewa, sikujua. Lakini Mungu wangu alinifungulia jambo. Haleluya. Alinifungulia jambo siku moja. Na akaniambia wakati umewadia. Wakati umewadia. Na wakati ule wako umekuwadia sasa, nimfahamu yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Nijue. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wakati ule ambao sikujua kwa ajili mimi mwenyewe binafsi, sikujua mimi mwenyewe binafsi naweza nikatenda. Bwana asifiwe. Basi tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Haleluya. In other words, waamini Kristo Yesu kwa sababu yeye ametiwa muhuri na Mungu na ametumwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wakawaambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Bwana asifiwe. Wale wanazidi sasa kumshawishi Yesu Kristo. Wanazidi kumwambia, ni ishara gani? Ni kazi gani unazozifanya ili tuziamini? Na ukijua kwamba Yesu Kristo hata pale awali alikuwa shatenda kazi mingi. Bwana asifiwe. Na hapa unaona amewaambia mnakuja kwa sababu ya nini? Ya yule mkate katika samaki. Wamesahau, hawakumbuki. Ona vile Mungu anavyofanya. Hawakumbuki kale kama mkate uwe na ishara gani. Na hapo aliona kwamba walikuwa na samaki wawili na mikate mitano. Bwana asifiwe. Na akafanya na mikate kama wawili. Bado wanamdai ishara gani unafanya? Ni kazi gani unafanya? Hebu angalia. Shetani akishaingia ndani ya vichwa vya watu, bila anawaongosha na kuwatoa katika njia za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Jihadharini, kuna hatari. Haleluya. Jihadharini, kuna hatari. Haleluya. Anakuja tu kidogo, akuonyesha hiyo kazi unafanya. Hakuna, mchana mzima utazunguka, usione mapato. Haleluya. Usione mapato. Wewe unasema unaanza kulaumu Mungu. Unaanza kupaza sauti. Nyumbani kwako kumekosa amani. Haleluya. Wanamuuliza, lakini hapa nasema mnanitafuta kwa sababu ya nini? Mlikula ile mikate mkashiba. Sivyo? Kwa hivyo ni kitu waliona. Ni story wamesikia. Bwana yetu Yesu Kristo ametenda haya, amefanya. Na sasa wanamuuliza. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Kwa hivyo hawamini hata jana vile alikula hiyo mkate na hiyo samaki. Unatenda kazi gani? Baba zetu waliiga maana jangwani kama vile
ilivyoandikwa. Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Wanasifiwe kanisa. Hebu angalia Mungu vile alivyotenda. Chakula cha malaika, mana. Wanasifiwe. Mana, ukiangalia mana ni nini? Mana ni kitu kisichojulikana. Amen. Ni kitu kisichojulikana. Ndio ikaitwa mana. Wanasifiwe kanisa. Haleluya. Hawakujua ni nini ilitoka mbinguni. Chakula cha mbinguni cha malaika. Mababa zetu walikula ile mikate kutoka mbinguni au kile chakula kutoka mbinguni. Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale wasikie kule jangwani, iwe ya kuwa sustain kule jangwani. Bwana asifiwe. Na baada hayo yote hata Mungu alidhihakiwa. Bwana asifiwe. Hata Mungu mwenyewe alidhihakiwa na wana wa Israeli kwa sababu walishiba wakatota. Bwana asifiwe. Walishiba wakamonyesha mgongo, walishiba wakakudhihaki Mungu. Je, Mungu anaweza kuandika meza hapa jangwani tule au nyama tule? Na Mungu aliwapatia hayo yote. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine dada na ndugu, niwaambie leo hii, sio wakati wa manunguniko. Sisi huingia majaribuni, na tunapoingia katika majaribu sio wakati wa vita, sio wakati wa kusema I don't want to do nini. Ni Mungu na mwinulia mdomo mfanye nini? Bwana asifiwe. Atachukua faili yako na iweke katika archives. Wewe zidi kupaza sauti huko. Tabu na shaka. Moja baada ya nyingine. Watu wengi wanakuachilia. Unaona hata kuna mgeni wa kwenu anakuja kukutembelea. Msipoomba vema, Mungu hatashuka. Bwana asifiwe. Wewe muombe peke yake. Usiombe kwa sababu fulani alitenda. Usimuite kwa sababu fulani alimwita akamtendea jambo kama hili. Omba kwa sababu sauti yako anahitaji kuisikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo akasema nini? Unatenda kazi gani? Baba zetu walila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa. Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akamwambia, amina ambieni, si Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Bwana asifiwe. Hata sio Mose aliyowapa ile chakula cha kutoka mbinguni, ni Mungu Baba aliwapatia. Bali Baba yangu, my Father, Yesu Kristo na Baba yangu, yani Mungu muumba, anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Leave alone manna. Bwana asifiwe. Haleluya. Weka mana kando. Ile mana iliwekwa ikaoza, ile mana imetoka mbinguni, haiji tena. Bwana asifiwe kanisa. Haitakuja tena. Lakini hapa kuna chakula, ukikita wakati wowote ule kinashuka, kiko kila siku. Bwana asifiwe. Anawafundisha kuambia kwamba hiki chakula kitokacho mbinguni ni yeye. Anawapa chakula cha kweli. Lakini kwa sababu hao watu wamefungwa macho yao, wasijue wasifahamu, hiki chakula kiko hata mbele yao, wanazungumza nacho. Bwana asifiwe. Ambacho ni Yesu Kristo. Haleluya. Chakula kitokacho mbinguni cha nini? Cha kweli. Chakula hakiki. Bwana asifiwe. Haleluya. Chakula kweli. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Damu yake ni kinywaji tosha, mwili wake ni chakula tosha cha shibisha. Bwana asifiwe. Si ati amekuja hapa kulagai. Blood of Jesus. Anytime, wakati wote, hata kishetani kikitokea wapi, hata shida ikitokea wapi, blood of Jesus. Ukimention tu hivi, shetani anakomea mbali. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Ameshakupa tiketi. Amekupa tiketi. Amekupa nguvu na mamlaka ya kusema blood of Jesus. Bwana asifiwe. Na zaidi ya yote akakupatia kibali cha kumwita Baba Father. Bwana asifiwe. Haleluya. Si shida unatoroka. Sio hii jambo inafanyika unatoroka. Kuna wakati wa kusimama wewe peke yako. Si ati mtu akusimamie. Mimi nimekuja kuwakilisha fulani. Wewe unajiwakilisha chana naye. Hakuna goti nitapiga goti na lile lingine. Hata mimi sitapiga goti na mke wangu na watoto wangu, hata kama wameokoka. Bwana asifiwe. Magoti yao watapiga, nami nitapiga yangu. Na kila ulimi utakiri. Bwana asifiwe. Hata kama napendaje. Bwana asifiwe. Naweza kuwa nawapenda sana,
Lakini ukifika pale uko na mgawanyiko. Usikie pita pande mwingine pita pande na ni watoto wako. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Na kusiwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Akasema hivi, naomba ni chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Bwana asifiwe. Now there we are now. Chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Bwana asifiwe. Nao Yesu Kristo anakuja into the limelight. Bwana asifiwe. Sasa Yesu Kristo pale sasa anaonekana chakula kitokacho mbinguni. Bwana pesipa cha kuletea ulimwengu uzima. Haleluya. Uzima, life, a life in abundance. Bwana asifiwe. Uhai na uhai tele. Bwana asifiwe. Pale kwa mganga, pale kwa msihiri, kwa wale mapasi, kwa wale wanasema ni manabii, hakuna uhai na uhai tele. Bwana asifiwe. Anakuja ili akufungue. Leo hii anakuja. Waliowekwa korokoroni awafungue. Waliosekwa aje na wakawaponye. Bwana pesipa. Waliowekwa na wakafungwa macho wasione, anakuja kufungua hata vipofu. Bwana asifiwe. Hata vipofu wa roho. Anakuja ili aponye kwa damu yake Yesu Kristo. Damu ishie milele na milele. Hata huo mtiririko, hata dakika hii unatiririka kwa yote ule aitishaye. Bwana asifiwe. Na usipoitisha, mtiririko wa damu hautakuwepo. Don't go usende akiambia watu nafanyaga hivi. Au huo ufanyi. Bwana ndiye anayefanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Chakula hiki kinaleta uzima ulimwenguni wote. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Basi wakamwambia, Bwana siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha nini? Cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Bwana asifiwe. Ni wapi ameniambia niende nikategemea watu? Ni wapi ameniambia nitegemee brother fulani? Na brother wangu ataenda tu kwa siku moja siku mbili, anitupe. Haleluya. Au niende kwake afunge nje aseme, waambie niko Maryland. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Na mtu yuko kwa nyumba hapo. Lakini Bwana hakuna siku ile yuko mteja. Simu yake kwako iko wazi. Liitie jina lake wakati wote. Hata during midnight ukiamka tu hivi usikie usingizi umekatika na unataka kuomba, wewe piga magoti. Bwana asifiwe. Atakujibu. Atakuitika. Na atanena na wewe. Haitapita siku 3. Wakati wewe mwambie watu maneno hapa, anaona kama nasema uongo. Niwaambia jamaa hapa hivi, siku 3 tu ufanye hivi na hivi, uone kama hata kujibu. Sijasikia mtu anasema kama amejibiwa, lakini nategemea. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu basi akamwambia, Bwana siku zote utupe chakula hiki. Yesu akamwambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. You will never be hungry. Hautakuwa na njaa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Haleluya. Yeye ni chakula tosha, yeye ni kinywaji tosha. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Kwa hivyo njaa kwake hakuna. Kiu wala mbala njaa hakuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Kiu wala njaa kwake hakuna. Bwana asifiwe. Na hakuna kabisa. Hata Muhando aliimba. Bwana asifiwe kanisa. Kiu wala mbala njaa hakuna kabisa. Haleluya. Na tujua kwamba ukimwamini yeye atakuja just in time wakati wa breakdown. Bwana asifiwe. Nikauliza watu hapa juzi hivi, bila vita unaweza patikana ushindi? Bila vita unaweza patikana ushindi? Ukishinda unashindana na nini? Bwana ametuambiaje? Hatupigani kwa nyama na mwili, bali kwa roho. Hata maroho mengine yaliyoko katika hali ya juu zaidi. Bwana asifiwe. Tunapigana. We are in constant battle. Tuko katika vita ya kila siku. Kwa hivyo mahala kuna vita, kuna anayeshindwa na kuna mshindi. Bwana asifiwe.
one of the two. Kama umekubali kushindwa, utashindwa. Ukikubali kushinda, utakuwa mshindi na utaendelea kushinda na uendelee kushinda. Bwana asifiwe. Haleluya. Bora tu unajua kwamba aliyoko ndani yako ni nani. Aliyoko ndani yako ni nani. Hauwezi kuwa na amani kama hakuna vita, kama hakuna zogo. Na wakati ule dada na ndugu mnaona unaingiliwa zaidi, jua ya kwamba kuna kitu ndani yako ambacho kinapigana nacho. Bwana asifiwe. Jua ya kwamba umeshagundua. Jua ya kwamba hata ukiona nyumba yako umeingia mambo isiyofaa. Bwana asifiwe. Jua kumeonekana jambo ndani ya nyumba yako, ndio wanapigana nayo. Lakini naye lazima ukubali kuwa mshindi katika hali ya goti. Goti lazima lipigwe. Goti lazima uende mbele ya Mwenyezi Mungu. Lazima uombe Kristo Yesu. Lazima umkubali aje kwako. Haleluya. Mkaribishe na ataingia. Bwana asifiwe. Accept him as your personal savior. Mwambie ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo wangu. Mambo haya yamekita mizizi ndani ya nyumba yangu. Mambo haya yanafanya mimi nikaende koma. Bwana asifiwe. Na kwa sababu yeye ni mlinzi mwema na mchungaji mwema, hata kuachilia wewe uache kujizalia na kujikuzia. Bwana asifiwe. Haleluya. Akasema hivi, lakini naliwaambia kwamba mmeniona wala hamniamini. And that is the problem. Mmeniona lakini nini? Hamniamini. Hiyo ndio ile wa shida kubwa zaidi. Niwaambie jambo. Ni kitu gani dada au ndugu? Ikiwa sahani ya siku moja itafanya ufarakani na Kristo Yesu. Ugonjwa wa siku moja itafanya ufarakani na Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu amekubariki leo na milioni 1 au 2, ifanye wewe ufarakani na Kristo Yesu siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe kabisa. How? Jiulize swali hili. Haleluya. Wewe jiulize. Unafarakana na Kristo sababu kazi au jambo fulani kwako imeharibika? Unamkaa Mungu mbali. Mungu hayupo. Haleluya. Nikiingia hapa ananiambia nini? Wale wote wamwaminie hataona kitu. Lakini nawaambia kwamba mmeniona wala hamniamini. Siku zile alikuwa amekubariki ilikuwa hauna, leo hii amekubariki. Mbona usiamini hata leo hii atakupatia? Bwana asifiwe. Mbona usiamini? Si ati ukosefu wa siku moja. Ulimuona pale alikuja kwako akakuponya. Ulimuona pale ilikuwa hakuna. Na hakika leo hii tunasimama hapa mbele ya Kristo Yesu waziwazi, mtasema nilikuwa hivi, nilikuwa fukara. Hata labda nilikuwa na nguo moja ndani ya mwili wako lakini huwezi kusema. Lakini leo nina hii. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa natapika, nilikuwa na damu inanitoka mwilini wangu, ilikuwa haikomi, lakini leo ilikoma. Bwana asifiwe. Lakini umesahau hayo leo hii. Kidogo kimezidi kimetanda. Bwana asifiwe. Kwa ajili tunanungunisha roho wa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa unatembea miguu. Niliomba, kuna siku nilikuwa naongea hivi. Naweza kuambia kweli nini hapa nidanganye dada kama huyu. Utakuwa tupu. Utakuwa tumehawa. Utapewa boda tu unapatana. Haleluya. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo yetu asubuhi ya leo. Haleluya. Na wale wote yeye wanakuja kwake, hakuna hata moja atakupa. Hata kamoja. Bwana asifiwe. Wote ni wake. Akasema hivi, kwa kuwa mimi sikushuka toka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Ule amemrejesha. Bwana asifiwe. Ule amemtuma. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa kuwa mimi sikushuka toka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Kwa hivyo wewe sikujituma. Bwana asifiwe kanisa. Habari hiyo ndio jambo la maana zaidi dada na ndugu. Bwana wetu Yesu Kristo hakujituma. Ni Mungu Baba aliyemtuma. Yule amempeleka. Yeye amekuwa kama mrekio, sivyo? Hivyo hivyo nafikiri. Mrekio ametumwa naye anatumika. Na vile Baba anavyofanya ndivyo anavyotenda.
Kwa hivyo hata hili chaguo lake la mitume sio lake, hata sisi sio kupenda kwako. Ni Mungu Baba ametupendekeza kwake Yesu Kristo aje akatupende. Bwana asifiwe. Dada anakufahamu, dada anafahamu, ndugu anafahamu, kila mmoja wetu, hata mimi, hata watoto wachanga hawa wanacheza hapa. Hata kale kako ndani ya tumbo anakafahamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Tufahamuni hayo. Chaguo hili tunaona hapa hivi. Umbo huu wa Mungu ulioko mbele zetu, unapotazama mtu, jua ni wa Mungu. Jua ni chaguo la Mungu. Amen. Hata kakija kachafu namna gani, ni kama Mungu sikadharau. Bwana asifiwe. Hata kama sio karembo, hata kama ni keusi na nguo nyeusi ama ni kama Mungu. Bwana asifiwe. Ameleta hivyo hivyo. Siku moja ulikuwa vile vile hata wewe. Bwana asifiwe. Nikiwapatia history kidogo tu ya dakika moja tu. Zamani tulipokuja kanisani hivi, watu wengi walikuwa wana viatu. Bwana asifiwe. Walikuwa na viatu zinaitwa ngoma. Nani anajua ngoma? Unajua ngoma? Zilikuwa za green ama blue ama black. Kumbe wanajua kwenye kuvaa. Wanajua ni black. Ngoma. Na ngoma ukitembea nao mara mbili mara tatu, ile ifunguke itoke gam ama itapepane chini. Si ndio? Hiyo ndio ilikuwa Sunday best. Ya kwenda kila mahali na unakuta zimeandikwa vizuri kwa gazeti, akipata gazeti. Lakini kuna wakati ilikuwa inachapa. Ungetaka kujua kama imechapa, utaona mtu akienda kwa maji hivi. Na kama mtu anaumia. Sasa kuna siku nyingine unasema uko. Haleluya. Ndio. Wewe unajua, sitaongea hiyo. Wewe siwezi ongea tu. Hiyo ni yetu na wewe. Bwana asifiwe. Mungu ametufanya mambo mema na mazuri. Akaja akibadilisha. Wakati wa sadaka ilikuwa ni kelele. Kama dakika 5-10. Unaona hivi? Na si ati mifuko mingi. Ni uchumi ile kakasi uchumi mmoja. Lakini unasikia mtu atafuta maana kile anatafuta sadaka imetoka pande imekimbia hivi. Unaona hivi? Akienda kuifikia inarudi katikati. Sasa lazima hiyo kacha ya makaratasi. Bwana siku moja alituambia hivi makaratasi yamemaliza. Watu hawakuamini dada. Watu amemaliza makaratasi. Let me just tell you wale mko mbele. Na miaka akasema mtakuwa mnabana kubadilisha. Na kutoka siku hiyo dada na ndugu. Margaret, let me tell you. Unaanza kuona mtu amekaa hivi, unashangaa mbona amekaa hivi zamani katembe. Kumbe nilienda babuone. Bwana asifiwe. Haya. Magini kweli? Rugorora kiamu. Tulikuwa na hao. Hata mnaona. Walikuja na bag. Bwana asifiwe. Bag za leather. Na mtu anahanga hapa hivi, bila hangiwa. Hilo hata kama wana rangi lakini walibeba. Viatu wakaanza kubadilisha. Hapa hakuna ngoma. Labda mtu anaona kidole. Bwana asifiwe. Na kuambia Mungu alifanya mapinduzi. Bwana asifiwe. Akaanza kurembesha watu wake. Mtu alikuwa na nguo mbili akaanza kuwa na 4. Hivyo ikaendelea. Hivyo ikaendelea. Bwana asifiwe. Wakaanza kubadilisha hata rangi ya uso zao. Mungu akawa afya ya uso wao. Bwana asifiwe. Mimi nakwambia wazi. Mungu fanya mapinduzi dada na ndugu usioweza kuyatambua. Mungu inua watu kutoka mavumbini, anawaketisha na wafalme. Mungu analisha kutoka pale takatakani katika jalala. Unakuwa ukizipikia chakula chako kwa nyumba. Bwana asifiwe. Mungu tunasema hata matumbo ni nyama. Yesu ni nyama, kuna mtu ange afford hiyo matumbo. Bwana asifiwe. Na leo hii akiingia pale hivi kata hapa. Haleluya, kata hapa. Wakono watina na ngozi. Unaona urume ya pesa? Kwa sababu iko backed up na nani? Na Yehova. Bwana asifiwe. Haleluya. Yes. Haleluya. Iko dada mmoja alinifurahisha siku nyingine hapa nikasema ala. Alisimama akasema hii. Hata niangalie leo hii ni 8,000. Ni 8,000. Kwa hii kanisa hii ni 8,000. Yaani akina dada wengine walinyamaza. Na nyinyi mtakula ya 850
Yaani tuongeze nini 850, sio? Bwana asifiwe. Watu walibaba. Kwa sababu Mungu Baba anapenda. Bwana asifiwe. Mungu Baba amefungua mlango. Haleluya. Chakula cha kutosha kimeingia. Bwana asifiwe. Sio gushi. Haleluya. Sio kile corrupted. Na wote amesema nini? Kwa kuwa mimi sikushuka toka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake anipelekaye. Mapenzi yake anipelekaye ni haya, ya kwamba katika wote ulionipa nisimpoteze hata mmoja. Bwana asifiwe. Asimpoteze hata mmoja. Mnafikiri mnaenda kwa Mungu mkiwa uchi? Bwana asifiwe. Anawavika, anawalisha, anawanywesha. Hata security ya kwako nyumbani iko mkononi mwake. Bwana asifiwe. Kwa sababu haiwezi kukutupa. Nilimwambia jambo hapa, amekuondokea tu dakika moja hivi kisha akakuangalia. Hata kama ni miaka 10, hiyo ni dakika moja kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ili ajirekebishe. Ujirekebishe. Uone vile atakapokubariki, weke katika magala yako. Haleluya. Mpaka upate za kupatia maskini wale wanaohitaji. Wewe sio maskini. Bwana asifiwe. Mapenzi yake aliyonipeleka ni haya, ya kwamba katika wote ulionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Haleluya. Akufufue siku ya mwisho. Imagine siku ya mwisho tukifufuliwa. Haleluya. I can imagine aje. Bwana, siku ya mwisho amekufufua. Wapi yeye? 2090. Mimi nikupa 28 Bwana. Bwana asifiwe. Mmeshikana, mmekutana tena. Bwana asifiwe. High five. Hakuna corona huko. Hakuna kilio huko. Bwana asifiwe. City of gold. Haleluya. Amewafufua ili mumtukuze. Bwana asifiwe. Aliyefufuka asubuhi na aliyefufuka jioni wote sawa. Sasa mimi nifufuka mapema kwa zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Msiangalie mambo mengi kwa natili kama mzaha. Sio mzaha. Mambo yake ni kweli. Na ni kweli kabisa. Alienda kututengeneza mahali petu. Ati mahali yeye aliko nasi tuweko. Bwana asifiwe. Ati sijapoteza hata moja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu, yani the Almighty God, ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye mwana, Bwana asifiwe, awe na uzima wa milele na milele. Bwana asifiwe. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Haleluya. Hebu angalieni Hana. Alipokufa na alikuwa anashonea akina mama wajane masweta. Siku ile alikufa, si alifufuliwa? Bwana asifiwe. Alifufuliwa sababu ya matendo yake mazuri. Tumisho Doka sio? Sorry. Nitabisa sorry. Wewe ni confused. Ndio huyo Dokasi. Sorry, mimi kwa nasema nini? Okay, sorry. Tabitha au Dokasi, Bwana asifiwe, alifanya vizuri. Na alipokufa aliwekwa juu ya nyumba. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu akipita pale akaja na akamwambia akafufuka. Bwana asifiwe kanisa. Kwa matendo mema. Kwa hivyo kilio hakimo tena. Haleluya. Hata kwangu mimi wana mahitaji mengi ya kufanya. Lakini kama siwezi mambo hayo na yatoa ndani yangu na familia yangu, naambia msinikumbushe yale ambayo tunahitaji. Bwana asifiwe. Wacha tumngoje nani? Jehova. Bwana asifiwe. Wacha tumngoje Jehova. Kwa sababu nitaenda kuiba, nitaenda kunyang'anya, nitaenda kudanganyana? Bwana asifiwe kanisa. La, kwa haya akasema hivi, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana, kwa hivyo mtazame Kristo Yesu na kumwamini yeye Kristo Yesu, kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ukimtazamia Kristo Yesu, nami nitamfufua siku ya mwisho. Na Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Kwa sababu anafanya mapenzi ya Baba. Haleluya. Baba yupi? Mungu aishi milele na milele. Bwana asifiwe kanisa. Je, kosa ni wapi dada na ndugu? Kosa ni wapi ndugu yangu au dada yangu? Wakati unamtazamia Kristo Yesu na utaki mambo ya dunia,
hautaki mienendo ambao ni gushi. Bwana asifiwe. Hautaki mienendo ambao ni miovu ya kukuharibia huo uzima wa milele na milele. Na ni ahadi kwako, ni ahadi kwangu, ni ahadi kwa kila mmoja wetu hapa. Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo lingine, tuacheni maringo. Bwana asifiwe. Wacheni maringo na mikobo. Maringo na mikobo kitafuta kule inatoka ujui. Tumaringo twingi. Bako ushamaliza hiyo maringo zako. Bwana asifiwe. Sio utafanya nini? Maringo ushamaliza basi. Utafanya nini nyingine? Ushamaliza. Bwana asifiwe. Nyenyekea. Moyo wa unyenyekevu utagawa hii dunia. Kumbuka kule Mungu amekutoa. Nikumbuke kule amenitoa. Kupatana kwangu na wewe dada kujuana is not an accident. Bwana asifiwe. Sio ajali, si bahati. Mungu ndiye aliyefanya tupatane. Haleluya. Na tuwe vile tulivyo, tuyasimulie matendo yake Bwana. Bwana asifiwe. Na muishi mpate kuishi. Katika jina la Yesu Kristo. Na waangazie ule uso wake. Leo hii na hata milele. Amina. Haleluya.